Vyanzo kadhaa vimekuwa vikiripoti kwamba aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila yupo Goma, mashariki mwa taifa hilo. Na leo hii amejitokeza na kukutana na viongozi wa kidini wa mkoa wa Kivu Kaskazini mjini Goma. Kabila amefanya mkutano huo katika kile kinachotajwa kuwa msururu wa mikutano ya makundi ya kijamii anayopanga kufanya katika siku zijazo. Kabila alirudi nchini DRC baada ya kuwa uhamishoni. Aidha, hatua yake inajiri siku chache tu baada ya bunge nchini humo kumwondolea kinga na hivyo kumtengenezea njia ya kufunguliwa mashtaka ya uhaini kwa madai ya kwamba anaunga mkono kundi la waasi la M23. Kabila mwenyewe hakuzungumza na wanahabari, lakini viongozi hao wa kidini wamemtaka kuwa mstari wa mbele katika kupigania amani nchini humo. Yeye kama vile rais wa zamani alipigana vita na kufanya kazi kwa ambaye tunaisifu sisi wote muda wa miaka 18. Hiyo hekima, hiyo ujuzi, hiyo moyo ambaye alitumikisha ili amani irudi, afanya yake yote ili amani na umoja wa nchi vipate kurudi na kimya na amani virudi ndani ya nchi. Na wakaaji wote, zaidi sana sisi makanisa, misikiti, tufanye kazi ya Mungu kadiri inavyostahili. Ile ndio haja ya moyo wetu. Sasa haya yanajiri wakati rais wa Uganda Yoweri Museveni na mwenzake wa Burundi Evariste Ndayishimiye wakikutana na kuhimiza umuhimu wa kutohusika kwa mataifa ya kigeni katika mzozo wa DRC. Viongozi hao walikuwa wakizungumza katika mkutano wa maeneo ya maziwa makuu kuhusu amani DRC uliowahusisha wawakilishi kutoka mataifa ya Angola, Congo Brazzaville, DRC, Kenya, Afrika Kusini, Sudan Kusini, Sudan, Tanzania na Zambia, pamoja na wawakilishi kutoka Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika. Ninavyozungumza, vita mashariki mwa DRC vimefika kilele. Kama hakuna kitakachofanyika, kuna hofu ya vita hivi kusambaa sio tu hadi mikoa mengine ya DRC, bali hata katika nchi nyinginezo katika kanda. Makundi ya kigeni yaliyojihami yanalenga upande huu wa DRC. Yanafanya hivyo kwa sababu ya uungwaji mkono wa mataifa kama Rwanda, na yanataka kunufaika kutokana na hilo. Tunajua tatizo liko wapi na kwamba linaweza kutatuliwa, lakini ni sharti tuwe na nia na msukumo wa kisiasa. Watu kutoka nje wanafaa kupunguza kujihusisha kwao, kwani wao ndio wanaowapa nguvu wakosaji. Kisha wanaofanya makosa wanafikiri kwamba hatujali kuhusu makundi hayo ya ndani, hatujali kuhusu ukanda huu, na kwamba cha muhimu ni msaada kutoka nje. Na sasa ili kuelewa zaidi kuhusu swala zima la kuwepo kwa Kabila huko Goma, sasa tuungane moja kwa moja na mchambuzi wa masuala ya diplomasia Nicodemus Minde anajiunga nasi kutoka Nairobi, Kenya. Minde, kikao cha Rais Kabila na viongozi wa kidini Goma umetajwa kwamba ni mwanzo tu wa mikutano kadhaa na viongozi mashariki mwa DRC. Unadhani anaazimia kufanya nini? Nadhani ni umuhimu mkubwa sana kwa rais wa zamani Joseph Kabila kukutana na viongozi wa kidini pamoja na mashirika mengine ambayo ni ya kijamii ili kutengeneza kama ufuasi ama kurudisha kwamba ile legitimacy yake ili kutaka ile kuonyesha uwepo wake katika DRC, ukizingatia kwamba ni anarudi DRC baada ya muda mrefu na kutaka kuchallenge masuala kabisa ya kuleta amani pamoja na masuala ya kisiasa ndani ya DRC. Naam, sasa kuwepo kwake Goma kunafanyika siku chache tu baada ya bunge kuondoa kinga yake dhidi ya kushtakiwa. Hatua hii itachukuliwa vipi na serikali huko Kinshasa? Nadhani watakuwa wanachukuliwa kwa hofu, na pia watakuwa wanaona ni jambo ambalo sio zuri kwa rais wa zamani kujihusisha moja kwa moja na kikundi cha waasi ambapo kwa muda mrefu wamekuwa wakitaka kuna juhudi za amani na kutatua mzozo wa mashariki mwa DRC. Kwa hiyo serikali kuu ya Kinshasa itaona ni uwepo wa Kabila na kujihusisha kwake na kikundi hiki cha waasi cha M23 kama kupinga juhudi za kuleta amani, na ikizingatia kwamba alikuwa ni rais wa zamani wa nchi hiyo, nadhani inaleta kabisa kutokuelewana na unaweza kutatisha kabisa mfumo mbinu za kupata amani katika mashariki mwa DRC.
Sasa kesho M23 pia wanaandaa kikao na wanahabari. Je, tunaweza kutarajia kumwona rais huyo wa zamani kwenye kikao hicho? Na usuhuba huu wake na M23 unaathiri vipi mchakato wa kutafuta amani huko mashariki mwa Kongo? Ukitizama kwa karibu, ukiangalia zile taarifa ambazo zimekuwa zikitolewa na M23 pamoja na msemaji wao Lawrence Kanyuka ambaye inasemekana alikuwepo katika mkutano wa leo huko Goma, kunaashiria kwamba kuna huu usuhuba ama ukaribu baina ya wawili hawa, yani kundi la M23 ambalo pia unaweza kuweka kama linajihusisha na kikundi kingine kinaitwa Congo River Alliance ambacho kinaongozwa na Colonel Nanga, ambao kwa kiasi kikubwa amekuwa akishirikiana kwa ukaribu, na kuonyesha na taarifa ambazo zimekuwa zikitolewa kwa pamoja zinaashiria labda kuna uwezekano mkubwa wa Joseph Kabila kuwa kwenye mkutano huu, ikizingatiwa kwamba leo hakuweza kuzungumza na waandishi wa habari. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa labda kesho katika mkutano huu wa vyombo vya habari basi anaweza kuonekana, kwani dalili zote zinaonyesha kwamba kuna kama ukaribu kati ya watu hao wawili. Na kwa kifupi, Minde, nini kimesababisha Kabila na Tshisekedi kutofautiana vikali hivi, na uhasama huu unaweza kumalizwa vipi? Ni kinaya kwamba Joseph Kabila ndio yeye mwenyewe aliyempendekeza Tshisekedi kuwa rais ama mgombea katika uchaguzi wa 2018, na nadhani kulikuwa kuna makubaliano inaitwa gentleman's agreement, makubaliano ya baina yao wawili jinsi wanaweza kushirikiana. Nadhani hapo katikati walipishana katika maazimio yao. Nadhani ndio maana tumeona wameenda kupishana kabisa na kumekuwa kuna uhasama baina yao wawili. Nadhani uhasama wao ni wa kisiasa, na nadhani pia kulikuwa kuna makubaliano ambayo yalikuwa yamewekwa, na nadhani Rais Tshisekedi kama alikiuka makubaliano hayo. Na asante sana Nicodemus Minde. Mahojiano hayo na Dr. Nicodemus Minde ndiyo yanayotukamilishia taarifa yetu kuu usiku huu.